humble myself before the Almighty God. Nanyenyekea mbele za Mungu. I'm glad to be with you today. Na furaha kuwa nanyi leo. I'm a father of 2 children, 2 girls. Mimi ni baba ya watoto wawili. They're 36 and 40. Miaka 6 and 40. 36. I have 2 grandchildren. Akona wachukuu wawili. Emily and Sam, boy and a girl. Emily na Sam. Also, they are 18 and 15 boys. Wako na miaka 18 na 15. I try to be a good father. Nimejaribu kuwa baba mzuri. I try to look after my family and protect my family. Najaribu sana kuangalia familia yangu vile inakaa. I also believe that's the start of a good leader, the one who looks after his family. Najaribu sana niwe kiongozi mzuri ambaye anaangalia familia yake. I've learned over the years not to take my problems to my home. Kila siku huwa najifundisha nisipeleke shida zangu kwa jamii yangu. It's important that our children don't hear the problems and the difficulties at church. Sio vizuri watoto wako kujua shida zako na mambo unayoyapitia. So if you've got any problems, we need to discuss them privately rather than let the children hear. Kama tuko na shida kama jamii, mama na mzee, tunazungumza sisi peke yetu, watoto wasijue mambo yetu. I also believe that the children are not the church of tomorrow. Ninaamini kuwa watoto sio kanisa ya kesho, but they're the church of today. Lakini ni kanisa ya leo. We've enjoyed our time. I won't take much more time because Bishop Margaret is coming to speak. Tutachukua muda mrefu kwa sababu Askofu Margaret atakuja kunena. But we've enjoyed our time in Kenya so far. Tumefurahia masaa yetu hapa nchi la Kenya. Something there is a uniting together of love between the people and myself. Saa zingine ni vizuri kukua pamoja na watu na mimi. So I will be taking the session this afternoon. Nitachukua muda jioni tena. So I encourage you to make sure that you're here. Nawaambia kuwa muweze kuwa hapa tena jioni. And then you can have the word of God from the white man. Ili muweze kupata mapenzi ya Mungu kutoka kwa mzungu. Thank you for your invitation. Asante kwa kunikaribisha. Margaret, welcome. Bishop Margaret, mpigie makofi. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord again. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, it's good to be happy when we are in the house of God. Ni vizuri kufurahia wakati tuko katika nyumba ya Mungu. Because that's where we belong. Hapo ndipo tunafaa kukua. Amen. Amen. So, I'll share shortly Tutashiriki pamoja na ninyi tu muda mdogo what the Lord wants us to share this day. Kenye Mungu anataka tuweze kushiriki wakati huu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wamama tuko? Tuko. Amen. Na wazee muko? Tuko. I'm saying women in the house, women of God in the house, they say yes. Amen. Amen. And men, they also say yes. Yes. You are the only one saying no. So wacha tuangalie katika Zaburi. We are getting our text today from Psalms. Tunaenda kuzungumza katika kitabu ya Zaburi chapter 115. 115. Zaburi 115, hapo ndio tunaenda kuzungumza neno la Mungu. My Bible is in Kiswahili. Biblia yangu ni ya Kiswahili. Kuna Biblia ya Kiingereza pastor atumie ya Kiswahili. 115. You can please can I borrow your Bible? Mine is Swahili. It's okay, sawa sawa.
So we want to look at Psalms 115. Tunaenda kufungua katika kitabu Zaburi 115. And we are reading the whole chapter quickly. Tunaenda kusoma tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho hiyo mlango hiyo. So Pastor, you can read. Biblia inasema, Bwana, utukuzuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa nini mataifa kusema, yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Alitakalo lote amelitenda. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono yao wanadamu. Zina vinywa lakini azisemi, sina macho lakini azioni, sina masikio lakini asisikii, sina pua lakini asisikii harufu, mikono lakini aishiki, miguu lakini asiendi, wala asitoi sauti kwa koo zake. Wasifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayesitumainia. Enyi Israeli, mtumainie Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Enyi mlango wa Haruni, mtumainie Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Enyi mchao Bwana, mtumainie Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Bwana ametukumbuka, naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni, ataubariki wa mchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Bwana na awaongezee nyinyi. Amen. Praise Amen. the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, my topic this day Kichwa cha ujumbe wangu siku ya leo is a question to us, all of ni us. swali kwetu sisi wote, And it goes like this. na inaenda hivi: Who is your God? Mungu wako ni nani? Who is your God? Mungu wako ni nani? So let's see what we've just read from Psalms. Wacha tuone kile tumesoma katika kitabu ya Zaburi. David says, Daudi akasema, not to us, O Lord, not to us, sio kwetu sisi Mungu, but to your name be the glory, lakini kwa jina lako utukufu, because of your love and faithfulness. kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako. David is teaching us Daudi anatufundisha how to reverence God in all our situations. kwa jinsi ya kumtumikia Mungu katika hali zetu zote. Many times as Christians we go before God in prayer. Kwa kama Wakristo tunaenda mbele ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa maombi. Some may fast for many months or years, Wengi wanaweza kufunga kwa miaka mingi ama siku mingi, trusting God to do something for them. kumtumainia Mungu afanye kitu kwa maisha yao. Others may pray for a day and the following second of the following hour God answers the prayer. Wengine wanaweza kuomba siku moja ama siku mbili na Mungu akajibu maombi. But what I know is that after we pray, Kitu kenye ninajua baada ya maombi, it's God who knows the right time to answer you. ni Mungu anajua wakati mzuri wa kukujibu. But all the same, he comes at his own appointed time. Lakini kwa yote anakuja kwa wakati ule Mungu anataka kuja. But many times, many people, when after God has answered them, Watu wengi baada ya Mungu kuwajibu, very few will go back to say, thank you Jesus, I prayed and you answered my wengi prayer. ni wachache tu wataenda kushukuru Mungu, asante kwa sababu niliomba na umejibu maombi yangu. Remember, at first you took time even to fast. Unajua mara ya kwanza ulichukua muda hata kufunga. But now here God has answered your prayer. Lakini sasa Mungu amejibu maombi You yako. relax. Wewe You unakutulia take tu. it as a usual thing. Unachukulia tu kitu tu ya kawaida. For those who do things that way, Wale wanaofanya vitu kwa njia hiyo,
For example, if I was God, Kama ningekuwa Mungu, next time you come, I will not answer because you don't appreciate. kama ningekuwa Mungu, wakati mwingine ukikuja sitaweza kujibu kwa sababu wewe una shukurani. So as a child of God, Kama mtumishi wa Mungu ama mtoto wa Mungu, it's good to appreciate, be it your fellow human being. hata ni vizuri wewe kushukuru hata akikuwa mwenzako. If they do something to you, Kama mtu amekufanyia kitu jambo, even if it is a small hata thing, kama ni kitu kidogo tu amekufanyia, it is good to appreciate. ni vizuri wewe kusema asante. Why? Ama kushukuru. Because you will Kwa nini? that person will look at you and say, if she or he has appreciated this little thing, Kama huyu amesema asante kwa sababu ya kitu hiki kidogo, then I can put more effort and do something bigger than what I did. naweza kufanya kitu kikubwa na niweze kumfanyia mambo makubwa. But if you don't appreciate, Lakini kama huwezi kushukuru, this person will say, now if this person cannot appreciate, then let me help somebody else somewhere who will appreciate. sasa kama huyu hawezi kushukuru, wacha nisaidie mtu mwingine mahali mwenye anaweza kushukuru. So there are people after they have prayed, Kuna watu baada ya maombi, when God comes in and answers the prayer, wakati Mungu anakuja ndani na anajibu maombi, they forget, wanasahau, they take it for granted, wanaichukulia tu ya and mzaha. they will think it is my energy because I fasted and prayed. Anaweza kusema ni nguvu yangu kwa sababu nilifunga na kuomba. And that's why David is teaching us Ndivyo Daudi anatufundisha, that whatever God does for us, chochote kenye Mungu anatufanyia, it is only God to receive the glory. ni Mungu anafaa kupatiwa utukufu. I've seen some people when they do something for someone, Nimeona watu wengine wanapofanya jambo kwa mtu fulani, they keep talking, advertising, saying that it is me who did this. wanaendelea kusema na kusema na kusema ni mimi nimefanya hii. And that is not a blessing. Hiyo sio baraka. Like for example, here in church, Hata kama hapa kanisani somebody can be touched mtu anaweza kuzwa to bless our pastor here, maybe with a kumbariki suit. mchungaji na saa zingine na nguo ama suti. So the day pastor puts on that suit, Wakati mchungaji for atafanya example, I'm suti, the one who blessed him. ikuwe ni mimi So when nimembariki pastor naye. comes in church, Wakati pastor anakuja this kanisani, mama will do this. How do you see that? huyu mama atashika mwingine, unaona huyo pastor? How do you see that? Unamuona hiyo suti yenye anafaa? The one who bought it. Mimi ndio nilimnunulia. Amen. Amen. And when I read the Bible, Wakati ninaposoma Biblia, it says whatever the right hand does, chochote kenye mkono wa kulia inachofanya, let not the left hand wacha hii know. mkono ya kushoto isijue. Because whatever we do in the kingdom of God, Chochote tunachofanya katika ufalme wa mbinguni it's for the glory of the name of ni the Lord. utukufu kwa sababu ya neno la Mungu. So when God alone sees it, Wakati Mungu anachokiona, it's God who will bless us, ni Mungu anayetubariki, not the person I'm telling. sio mtu mwenye ninaambia. Amen? Amen. So I'm trying just to explain what David is trying to show us. Najaribu kuelezea Daudi anajaribu kutuambia nini. And then David is talking about gods. Na Daudi anazungumzia kuhusu miungu. So here David is teaching us to respect the only one God who is the Daudi creator naye anatufundisha kuwa tuweze kumheshimu Mungu mmoja, ule ndio muumba, of heaven and earth. muumba wa mbingu And na then nchi. here he says, Na hapa anasema verse 3, our God is in heaven. kuwa baba yetu ako mbinguni, He does whatever pleases him. anafanya chochote kinachompendeza. I've talked about prayer. Nimezungumzia kuhusu We may maombi. pray and God delays to answer. Tunaweza omba na Mungu akawie kujibu maombi. It does not mean we stop being Christians. Imaanishi kuwa tuache kuwa It Wakristo. does not mean he has stopped being God. Imaanishi kuwa amewacha kuwa It Mungu. does not mean we start cursing God. Imaanishi kuwa tuanze kumlaani Because Mungu. Christianity or salvation is for your own benefit. Kuwa Ukristo ni yako wewe mwenyewe. So if you start cursing God because he did not answer your prayer, Ukianza kumlaani Mungu kwa sababu hakujibu maombi you yako, could get annoyed this minute, and according to God's calendar, he was about to answer your prayer the next minute. unaweza kuwa unaharibu kwa sababu Mungu alikuwa tu ako karibu kukujibu maombi yako na umeharibu. So between you and God, who is the loser? Sasa wewe na Mungu ni nani anapoteza?
So God remains God. Mungu anabaki kuwa Mungu. And he remains God in all Na situations. yeye anabaki kuwa Mungu wa kila jambo. One time a member lost a parent in church. Wakati mshirika alipoteza Mzazi. wakati mshirika alipoteza mzazi wake katika And she was kanisa. so bitter. Alikuwa akona uchungu She sana. told me, Pastor, where was God when my mother died? Aliniambia Mungu alikuwa wapi mama yangu I akikufa? told her, of course, he was on the throne. Alikuwa katika kwa msalaba. Kwa On the uongozi, throne, on the kwa throne. uongozi yani, kwa mamlaka. Yeah, that does not mean God has stopped being God. Imaanishi hiyo kuwa Mungu amewacha kuwa And I Mungu. think in Romans chapter 8 verse 28, Na katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa it 28. says, all things work together for good, for they that love the Lord and are Kwa called mambo to his yote purposes. inafanyika kwa uzuri kwa wale wanaompenda Mungu kwa majira yake ama kwa upendo wake. In life, God remains God. Hata tuishi Mungu anabaki kuwa Mungu. Even when we die, he remains God, because now after death, we should be thinking about life after death, not just Hata death. kama tutakufa Mungu bado anabaki kuwa Mungu, na tena tukikufa bado tunaendelea kumjua And Mungu. that's why you should know who your God is. Ndivyo inatakikana wewe uweze kujua Mungu wako ni nani. Because after life here on earth, what next? Baada ya hapa duniani maisha, That's wewe a unajua ni question we nini? should be asking ourselves. Hiyo ni swali unafaa kujiuliza mwenyewe. And that's why you need to know whom you are serving, whom you worship. Hivyo ndio inatakikana wewe ujue unaabudu nani. Many a times Wakati mwingi in church, katika kanisani there are people who go to church because their neighbors are going to church. kuna watu wanaenda kanisani kwa sababu majirani yao wanaenda Maybe kanisani. your husband, you married your husband when he was going to church, so you find yourself in church. Kwa sababu za zingine mlioana na mzee wako sasa, kwa sababu anaenda kanisani na wewe sasa ukaenda tu. And sometimes some of us, we were born in Christian families, so we found ourselves in church. Na watu wengine kwa sababu tulizaliwa katika familia ya Kristo, sasa na sisi tukaanza kuenda tu But that's kanisani. not the issue. Lakini hiyo sio jambo. The issue is your personal relationship with God. Mambo yako kabisa ni wewe, uhusiano wako wewe na Mungu. How is your relationship with God? Uhusiano wako na Mungu wewe ni namna gani? How are you walking with God? Unatembea aje na Mungu? What are you doing in the kingdom of God? Unafanya nini katika ufalme wa Mungu? What do you have? A reason, what big reason do you have that when you are passing through a crisis, when you go before God, God will stop everything and pay attention to you? Ni kitu gani kikubwa uko nayo wakati unapitia mambo, unaweza enda mbele ya Mwenyezi Mungu na Mungu akusikie wakati unaenda mbele ya Mwenyezi Do Mungu? not desire to be an ordinary church member. Usikue tu mshirika wa kawaida kanisani. Pray and ask God to show you what you are supposed to do in this Omba house. na uweze kuambia Mungu akusaidie katika kanisa ya kazi ya Mungu. If you are sing like Jesus is coming back this Kama week. wewe ni mwimbaji, imba kama Yesu anakuja If you kesho. are a preacher, preach until you feel that surely I've preached. Kama wewe ni mhubiri, ubiri mpaka usikie kuwa umehubiri. If you are somebody who deals with cleaning the church, do it as if Jesus is coming back. Kama wewe unafagia kanisa, fagia mpaka ufikirie Yesu anakuja If you kesho. are the one with the gift of hospitality, do it until Jesus smiles when he looks at you. Kama wewe ni mama ule unapenda kukaribisha watu, karibisha mpaka Yesu aone umekaribisha But watu. surprisingly, there are people we call ourselves Christians, Lakini kitu ya ajabu kuwa kuna watu tunajiita Wakristo, but we are not Christ-like. lakini sisi sio Wakristo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So David says in verse 3, our God is in heaven, he does whatever pleases him. Daudi anasema katika mlango wa 3, mstari wa 3 kuwa Mungu wetu ako mbinguni na anafurahia kwa kitu kile kinachompendeza. And that's the God I'm speaking about today. Na huyo ni Mungu ninayezungumza naye siku ya And leo. that's the God that created you and me. Na huyo ni Mungu aliyetuumba mimi na wewe. But in verse 4 he says there are other gods. Na katika mstari wa 4 anasema kuna miungu Gods mingine. that start with a small g. Mungu ule anaanza na leta ile ndogo ya G.
And we find that there are people, I don't know this place, but where I come from. Mimi sijui mahali hapa lakini mahali ninatoka huko. There are people who are like this. One leg in church, one leg is Kuna watu outside. wengine wamekanyaga hapa kama fisi, mguu mwingine nje, mguu mwingine ndani. Sasa ukikanyaga kama fisi unaweza pasuka katikati na You become like a what? Hyena? Your leg will be break because you are uko na nini na tamaa. So as children of God, Kama watoto wa Mungu, the decision you make today, mambo yale unaochukua the way you serve God today, vile unavyomtumikia it Mungu, doesn't matter the pain you go through. haijalishi It unapitia mambo doesn't matter magani. whether people reject you. It Haijalishi watu doesn't matter wanakukataa. what men call you. Haijalishi watu Because some of wanakukataa. us, we couldn't be speaking if we had listened to men. Kama sio watu tungekuwa tunasikiliza watu, hata sisi hatungekuwa It tunaongea. doesn't matter. Haijalishi. What matters is what God says about you. Kenye kinajaliza sana ni kile Mungu anasema kuhusu How wewe. does God know you? Ni Mungu anakujua I aje. don't care whether people will call you whatever name. Haijalishi watu watakuita jina gani. What does God call you? Mungu anakuita aje. So it is you to make yourself be known before God. Ni wewe mwenyewe kujulikana na Mungu. And that's why people say actions speak more than words. Isn't it? Ndivyo watu wanasema kuwa vitendo vinazungumza And I zaidi normally kuliko tell my maneno. members in church, Mimi naambianga washirika wangu, if I want to know how my member is, who he is or she is, kama ninataka kujua mshirika wangu wako namna gani, I will not ask the family members. sitauliza watu wa jamii, I'll ask the neighbors. nitauliza majirani. You know, many Christians nowadays are pretenders in the house of God. Unajua Wakristo wengi ni watu tu wa kujifanya katika When we kanisa are ya in Mungu. church, we are the holy of holiest. Kama tuko kanisani, We can worship tunaweza until when abudu. people see us outside, Wakati watu wanatuona they ndani, say that one, Unajua Pastor hayo? Margaret is going direct to heaven. watu wanasema mchungaji Margaret anaenda mbinguni. But is that how God sees me? Na vivyo ndivyo Mungu ananiona. Praise the Lord. People could speak well of you, but what God is seeing is something different. Lakini kenye Mungu anaona ni kitu tofauti. But it's you to work on your salvation, Ni wewe kufanya mambo katika Ukristo your wako, relationship with God. uhusiano wako na Mungu. Okay, as I wind up, Vile ninapoenda David kutamatiza, says Daudi anasema there are people who are worshiping idols. kuna watu wanaoabudu miungu. Some people, like if we get an example of the Israelites. Kama wale tunavyokuwaona watu kama wana wa Israeli. Moses comes with a powerful message to them from God. Musa anakuja na ujumbe mkali kutoka kwa Mungu. 1 minute they are excited. Dakika moja When wamefurahia. Moses goes back to speak to God, Wakati Musa anaenda he kuzungumza na comes Mungu, back. These people have already made an image. They are worshiping anarudi an image. anapata watu wameanza kuabudu ka Mungu kaingine wametengeneza ka ng'ombe. And that's how the people are in this end times. Hivyo ndivyo watu wako katika hii majira ya mwisho. I don't know this side, but there are people who are in church, but when he or she encounters a small problem or a Kuna challenge, watu wako kanisani wakiona tu kajambo kadogo, shida tu ndogo. God has given us pastors. Mungu ametupatia wachungaji na watumishi wake. They leave pastors here in church, Wanawacha wachungaji they run to kanisani, Basari, wanaenda kwa wasali. and they do these things at night. Wanafanya hii mambo usiku. Because darkness belongs to the devil, isn't it? Kwa sababu We giza serve ni ya a shetani. God who says God desires that we walk in light, because God is light. Mungu anataka tutembee katika mwangaza. So my question is, Kwa swali langu ni hili. who is the God of this double-minded Christian? Mungu mgani huyu wa watu wenye wako na maakili mawili? Yaani anafikiria huko na huko, anatabataba. So David is saying these gods, they make their gods, they have ears they cannot hear. Wanatengeneza miungu yao iko na masikio lakini hiyo masikio yao. They have mouths, they cannot speak. Kwa hiyo miungu yao iko na mdomo lakini huwezi They ongea. have eyes, but they cannot see. Wako hiyo miungu yao iko na macho lakini haina. Why are people running to other gods? Mbona watu wanakimbia kwa miungu It's mingine? because of the challenges they are going through. Kwa sababu ya changamoto tu wanazozipitia. Maybe lack,
Saa zingine kukosa. And but from my point of view, it's because they have no faith in God. Kwa mimi kwangu najua hawana imani kwa Mungu. Because if you have faith in God, kwa sababu ukikuwa na imani kwa Mungu, you will trust your God. Utamtumainia Mungu wako. And that's why I'm encouraging us this day. Kwa hivyo ndivyo nawatia changamoto siku ya leo. Let us stand and trust our God. Wacha tusimame na tumtumainie Mungu wetu. Because I know him as a God who answers prayer. Namjua kuwa ni Mungu anayejibu maombi. I know him as a God who speaks. Najua ni Mungu mwenye anaongea. I know him as a God who blesses. Najua ni Mungu anayebariki. But God does all these things at his own time. Kwa Mungu anafanya mambo haya kwa wakati wake. Praise the Lord. Verse 8, those who make them will be like them, and also all who trust in them will be all who trust in. Okay, David is saying those people who make idols, kwa watu wale wanaotengeneza miungu, resemble them, wanafanana hiyo miungu. And they will not go anywhere because they are not trusting in the only one God. Kwa sababu hataenda mahali popote, kwa sababu wao hawamwamini Mungu mmoja. Praise the Lord. So I want to encourage us today. Nataka sisi tuweze kukua na hiyo changamoto. Nataka kuwatia moyo. Yes. Nataka kuwatia moyo pamoja na mimi. I want to encourage you that if we trust this one God, the creator of heaven and earth, Mungu ule wa kuumba mbingu na nchi, he will come for us. Atatujia. He will help us. Na atatubariki. He will bless us. Na atatubariki. He will lift us. Atatuinua. But God lakini Mungu will also look at what you've done for him. Na ataona ni nini wewe umetenda. And that's why you will see in church like here. Kwa hivyo ndivyo unapoona katika kanisa hili. Somebody may get born again today. Kwa mtu anaweza kuokolewa siku and become serious in the things of God. Na aweze kuwa mtu wa mambo ya Mungu. Such a person growing spiritually so quickly. And this person will begin being saved because whatever the Bible says, if you honor God, whatever you do will be blessed. Ukimtumainia Mungu utabarikiwa. Amen. Amen. If you serve God with all your heart, kwa ukimtumainia Mungu kwa na roho yako yote, he will bless you definitely. That one I'm very sure. Mimi ninajua. But then there are some people, kuna watu wengine, if they do a small thing, they want to be praised by men. Wanataka anafanya kitu kidogo, anataka inuliwe na watu. Yani wanataka waonekane pastor wa shukuru. Mchungaji wa shukuru. Awasifu, awatangaze hapa. So that to bless him, to glorify him. Come out of that. Toka ndani hiyo roho. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, whoever puts his trust in man, mwenye anaweka matumaini yake kwa binadamu, that person is cursed. It's the Bible. If I had time, I could read. Kama ningekuwa na masaa. So today I want to encourage you. Kwa siku ya leo nataka kuwatia changamoto. And tell you, come out of putting your trust in man. Kutoka kwa hiyo mambo ya kumtumainia binadamu. Put your trust in God. Weka matumaini yako kwa Mungu. Who can bless you here on earth. Anaweza kukubariki hapa. And if you walk in his ways, if you do his will, na ukitembea kwa njia zake, during that day of judgment, hiyo siku ya hukumu, you are hukumu, sure of eternal life. Utakuwa unajua kuna uzima wa milele. Kwa sababu Biblia inasema, these things we see here on earth, hizi vitu tunaona hapa duniani, they are passing, zinapita, they are just for a short while. Siko kwa muda mchache. Let your concern be about eternity. Hiyo maisha yako iweze kuwa kwa milele, sio vitu ya dunia. I've seen people fight because of things here on earth. Naona watu wanapigania kwa sababu ya mambo ya dunia. Sometimes Mzungu has come here, when we go you start fighting pastor. Wakati za zingine Mzungu amekuja hapa. Mzungu gave you money, bring money. Kupatia pesa. Church elders will fight pastor. Church wakubwa wa kanisa watampiga. Mzungu is not God. Mzungu sio Mungu. He is also working hard to serve God so that during that last day, hata yeye anajaribu kuangangana kwa siku ya mwisho, he also gets his crown before God. Na yeye aweze kupata taji mbele ya Mungu. And you know the devil uses such a things to bring the church down. Hiyo Shetani anatumia kitu hiyo kuleta kanisa chini. And because we are blind, as the Bible has said. Kwa sababu Biblia inasema wengine ni vipofu, lakini your God now, your God is money, because it depends. Kwa Mungu wako ni pesa. The God David is talking here is not necessarily idols alone. Mungu mwenye Daudi anazungumza hapa sio sanamu tu. There are people who
trust so much in money. Yani, Kuna watu money wale, is their wale God wanaamini tu pesa and other things. na vitu zingine. But all these things will one day come to an end. Hizi vitu vyote vitaisha ama Please work vitapita. on your salvation. Tengeneza uokovu. And I normally tell people, salvation is individual. Kuwa mimi naambia watu Kristo ni ya wewe peke yako. And going to heaven or hell is your decision. Na kuenda mbinguni ama jehanamu ni uamuzi wako. And you are lucky we still have this grace time. Uko na bahati kuwa tuko na neema. Use your time wisely. Tumia masaa yako vizuri. Paul said, Paulo anasema redeem time komboa wakati, because we are living in evil days. kwa sababu tunaishi katika wakati wa nchi ya If siku there za is mwisho. something you can do in the kingdom, Kama kuna kitu unaweza kufanya katika ufalme, it is now that you should do it. hii ni wakati wa leo unaweza. Don't wait for tomorrow. Usingojee kesho. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Let your salvation not be because you want to please men. Wacha wokovu wako isikuwe kwa sababu unataka kupendeza binadamu. Please God. Mupendeze Mungu. Because it's God who will judge us. Kwa sababu ni Mungu atatuwekea hukumu. Praise the name of the Ama Lord. atatuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. If there is, I myself, I normally tell people in my church, Mimi mwenyewe naambia watu katika kanisa when langu, it comes to the things of God, wakati inapokuja mambo ya Mungu, I'm crazy. I'm so crazy. mimi nakuwa If it's kichaa. singing, I sing like a crazy Kama ni man. kuimba naimba kama Sometimes kichaa. even in town when I walk, people will call me later and tell me, hey ma'am, watu wanaweza kuniita. you don't say hi to people. But Usikuizi I'm useme walking watu. and I'm praying because Mimi nakimbia na ninaomba. many times people they say I don't have time. Watu wengine I wanasema wanted mimi to sina pray, but I masaa. don't. You Nilikuwa can. nataka kuomba lakini hakuna masaa. Has God said that you should pray when you are seated in your house? Or Na Biblia Mungu amesema kuwa unaweza kuomba tu wakati umekaa we kanisani can mwako. prayer walk. Unaweza kutembea na unaomba. Praise God. Praise the Lord. Bwana Yesu And asifiwe. then the last verse. Na mstari wa mwisho, Let me read from verse 17. It's not the dead who praise the Lord, sio waliokufa wanaomwabudu Mungu, those who go down to silence. wale wanaoenda chini. So I'm challenging you today. Mimi nataka kukutia changamoto. If it is praising God, it is we who are alive. Kama ni kumwimbia Mungu, ni sisi wenye tuko hai. That's why David is saying, when somebody is in the grave, can they preach? Ndivyo Daudi anasema, kama mtu ako ndani ya kaburi, anaweza Can they evangelize? anaweza kuhubiria watu. Can they bless their pastor? Anaweza kubariki Can they mchungaji buy wao. food for their pastor? Anaweza nunulia So, chakula mchungaji wao. if it is buying food, it is we who are alive. We can Kama bless ni our kununua chakula, pastors, sisi our ndio tunaweza kubariki church, and kanisa so letu on. na hao watu wote. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. It is we who extol the Lord both now and forever. Sisi Praise ndio the Lord. tunaomwabudu Mungu leo na kesho na milele na milele. I heard somebody say there was a disagreement. Kulikuwa na mambo ya kutoelewana. And somebody said, I cannot forgive so and so. Na mtu akasema mimi siwezi kusamea huyo hata niwe nini na nini. Maybe in heaven. Hata huko mbinguni. Sasa zingine huko mbinguni. Pengine nitamsamehe kule mbinguni. In heaven, there is no other business. We shall be, for those who will make it, for those who will do the will of God. I don't want to promise you, I've come to preach, you will go to heaven direct. No. For those who will do the will wale of God, watafanya mapenzi ya Mungu. and in the last day, you make it to heaven. Na siku ya mwisho uweze kufika mbinguni. We will be worshiping God 24/7. Tutakuwa tunamwabudu Mungu masaa 24. So all these other things, preaching, Hizo doing vitu work, zingine, blessing other kubariki people, mwingine, forgiveness, kusameana it's ni here hapa. on earth. Ni hapa. And forgiveness Na kusamea is a hindrance to prosperity. na kutosamea kinazuia baraka yako. Forgiveness brings healing. Unajua kusamea inaleta It doesn't matter what people has done to us. Haijalishi watu Yours wanafanya is to nini forgive kwako. and continue. Wewe ni kusamea na kuendelea. Do not allow somebody to be a stumbling block to your Christianity. Praise God. Usiwachilie mtu awe kizuizi cha Ukristo wako. So it is us to work on
our salvation. Ni sisi kuweza kujenga Ukristo wetu ama wokovu wetu. And desire to make it to heaven. Na sisi tuweze kuwa na hiyo tamaa ya kuenda mbinguni. And always pray for the grace of God every day. To Na take kila us. wakati ombea neema ya Mungu uweze kuongoza. Amen. Amen. May we please stand on our feet as Wacha we pray. tusimame kwa miguu yetu. Father God, in the name of Jesus Christ, Baba Mungu, katika jina la Yesu, we thank you for your word this day, O God. tunakushukuru kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Father, we pray, Baba, tunaomba help us, Lord, to do your will tusaidie tuweze kufanya mapenzi and yako to walk in your righteous ways. na tuweze kutembea katika hali ya utakatifu wako. Bless everybody that has attended this service, O God. Bariki kila mtu mwenye ametembea katika ibada hii. Let their lives not remain the same. Wacha maisha yao yasikue vile yalivyo. Lift them from one glory to another. Watu wainue kutoka utukufu mwingine hadi mwingine For your name's sake. kwa sababu ya utukufu wa jina lako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Thank you. God bless you. Thank you very much because of that wonderful one. Asante sana kwa sababu ya neno hilo. We shall have a break of lunch in maybe 20 minutes. Tutakuwa na pumziko ya kuenda kwa lunch. Then after lunch we come and we proceed. Baada ya lunch tutakuja tena. And we proceed with other lessons. Tutaendelea na mafundisho mengine. So you are free, our guest is to that's the Kwa hivyo wageni wetu tutaenda kuhisi. tuketi wengine kwa hivyo. Thank you. Asante. Tumechelewa kidogo kwa sababu tumetembea kwa mashule. Nilikuja nikapata tunachelewa sana, tumechelewa.